hii, na ikiwa ni siku yetu ya kwanza mkutano, ninaamini Mungu yuko mahali hapa kwa viwango vya tofauti sana. Kwanza wako malaika ambao wanaenda kuhudhuria kwenye mkutano na kuhudumia watu kwenye mkutano, lakini wanaanzia hapa kuhudumia watu. Jamani, haleluya. Najua siku moja Yesu akiwa anatembea mahali fulani, sasa ile anatembea anakutana na mtu mmoja amelala pale chini kwa muda wa miaka mingi sana. Ukisoma vizuri pale inaonekana yule mtu alifika mahali akakata tamaa, akapoteza tumaini. Sasa Yesu anapotembea anamkuta yule mtu mahali pale, anaona kama amechoka na amekata tamaa, lakini kimsingi alikuwa na shida. Na Yesu akaona siwezi nikaendelea na mambo mengine bila kumsaidia huyu mtu. Alipofika pale anamuuliza, "Wataka kuwa mzima?" Maana alijua hakika yule mtu ni mgonjwa. Lakini kwa sababu yule mtu alikuwa tayari amekata tamaa, anafikiri hapana msaada mwingine, akakosa majibu. Anamwambia, "Sina mtu wa kunitia birikani." Lakini hakujibu swali aliloulizwa. Bwana Yesu asifiwe. Hajajibu swali hilo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa amekata tamaa. Sasa Yesu alipojua huyu mtu amekata tamaa, nikimwacha hapa nitamwacha njiani, inawezekana safari yake ikaishia pale, akaona ngoja msaidie kwanza. Jamani, haleluya. Haleluya. Ninatamani kabla tutaendelea Mungu aweze kumsaidia mtu mmoja mahali hapa. Amina. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Ninatamani mtu mmoja aweze kupata msaada kwanza wa Yesu, alafu baadaye tuendelee. Tamba praise and worship, mtatuimbishia wimbo wa kuabudu kwa ufupi. Sasa hiyo nitakuwa nikitaji mtu ambaye ni mdhaifu wa mwili. Najua kama utakuwa unaumwa alafu ni mdhaifu, hatutaenda pamoja. Tunamhitaji Mungu akusaidie kwanza, alafu twende pamoja. Wakati ule Yesu alipomuona alijua huyu mtu ana shida. Na mahali hapa Yesu anajua hiyo shida walionayo. Kabla hajaenda kujifunza Mungu anataka tuelekeze nini, ninatamani kwanza Yesu akuponye. Mtumishi wa Mungu mmoja akasema, wako watu wanaenda kutafuta uponyaji kwa pesa, lakini hakuna mwanadamu anayeweza kuponya ila ni Yesu peke yake. Yesu peke yake ndiye mwenye uwezo wa kuponya. Na Yesu anaponya kulingana na imani ulionayo. Wakati mwingine watu walikuwa kumwendea Yesu, Yesu anapoona anawaambia, imani yako imekuponya. Imani, haleluya. Naomba pale ulipo usimame. Naomba pale ulipo usimame. Lakini kama yuko mtu ana udhaifu, wakati tunaenda kumwalika Mungu kwa ajili ya kutuhudumia, nitaomba kama una udhaifu wa mwili, unataka Yesu akuponye, unataka upokee uponyaji, alafu tuende pamoja, nitaomba unasogea mbele wakati tunaenda kumwimbia Mungu kwa nyimbo za kumwabudu. Unahitaji Mungu akuguse. Naomba uje kwa imani ukiwa na hakika ya kwamba hapa yuko Yesu. Naomba fanya haraka sana kwa ajili ya kupokea uponyaji wako. Karibuni sana. Niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Naomba utasogea haraka sana ili tuweze kwenda na wakati. Niguse, ukinigusa. Naomba mwimbe wimbo mmoja kusema damu ya Yesu inanena. Kuja mahali hapa, Yesu tu ndiye mponyaji. Na imani yako ndiyo inakwenda kukuponya. Tunatamani kuona unakuwa mzima, alafu tunakwenda pamoja. Endelea kuweka tumaini lako kwa Yesu, kwamba Yesu anaweza kukuponya.
unasema umuhimu wa maelekezo, umuhimu wa maelekezo na madhara yake katika safari. Umuhimu wa maelekezo na madhara yake katika safari. Yesu Kristo asifiwe. Maelekezo ni jambo tu la kawaida ambalo kila mmoja nadhani analifahamu, kwamba unapotaka kufanya kitu lazima utapewa maelekezo. Nilipofika madhabahuni hapa, mchungaji amenipa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo maelekezo yanatakiwa kufuatwa. Sasa tunajifunza umuhimu wa maelekezo ni nini, lakini tutaangalia madhara ya maelekezo ni nini. Na mwisho wa mafundisho haya au mwisho wa ibada hii, tunatamani kuona kwamba kila mmoja atakuwa amejua umuhimu wa maelekezo katika safari. Tumekubaliana wote kwamba tuko safarini. Mtumishi mmoja kasema, usijidhanie ya kwamba umekwisha kufika. Anasema, nakaza mwendo nifikie madhabahu iliyo mbele. Kwa hiyo hapana mtu ambaye yuko hapa ambaye amekwisha kukamilisha safari yake. Watu wote bado tuko safarini, tunaelekea kule ambako tunatakiwa kwenda. Inawezekana wakati fulani umefika mahali ukaona viwango vizuri, lakini hiyo bado sio sababu ya wewe kufika kuona kwamba umefika. Bado unahitaji kufuata maelekezo. Jamani, haleluya. Na ndani ya maelekezo kuna mambo yafuatayo. Ndani ya maelekezo kuna mambo yafuatayo, au maelekezo yameundwa na vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza ni kusudi. Kitu cha kwanza ni kusudi. Kitu cha pili ni sharti. Sharti, the command, au ni ulazima. Yaani kwenye maelekezo, unapopewa maelekezo kuna maneno utaambiwa, lakini yale maneno ni ya lazima, lakini umepewa tu maelekezo. Na kitu cha tatu ni matokeo ya maelekezo. Unapopewa maelekezo kuna kitu ambacho unatarajia kukiona baada ya maelekezo hayo. Chukua tu mfano mzuri au mfano tu wa kawaida. Wakati tunatoka SUA, tuliulizia tunafikaje kule tunakokwenda. Au kama unaweza kuwa unatoka mahali hapa haujui Msamvu iko maeneo gani, lazima utaulizia nitafikaje. Unatoka mahali hapa haujui Dar es Salaam ni wapi, lazima utaulizia kwa wanaofahamu Dar es Salaam ni wapi, na utajua utafikaje. Sasa huyo mtu atakaye kwambia, kwa mfano atakwambia ukiwa hapa utapanda gari ya kwenda Msamvu. Labda hiyo gari imeandikwa Msamvu Tuliani, sijui kama itakuwepo, najaribu kutoa tu mfano wa kawaida. Labda ni Msamvu Tuliani au Tuliani Msamvu. Utapanda hiyo gari. Utakapofika pale Msamvu utaambiwa mnaingia stendi, then pale utakuwa umefika utashuka. Ni maelekezo ambayo mtu amekupa kwa ajili ya safari yako. Ukifuatilia vizuri ndani ya maelekezo hayo, amekwambia utapanda gari imeandikwa hivi. Kwa maana nyingine, usipopanda gari hiyo hautafika unapokwenda. Halo. Na ukienda pale alipokuambia usishukie hapo, maana yake utakuwa umepoteza mwelekeo wa kule unapokwenda. Kwa hiyo amekupa tu maelekezo ya kawaida. Unachukua gari, unaondoka, utafika Msamvu, utashuka. Nimekwambia ndani ya maelekezo kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni kusudi. Kusudi la huyo mtu aliyokuambia panda gari limeandikwa hivi, anataka ufike Msamvu. Hilo ndio kusudi lake. Lakini ni kwa nini amekwambia ukifika mahali shuka? Kuna ulazima ndani yake.
Kwa maana nyingine ni sawa ningekwambia ukifika mahali pale usishuke, utapotea. Lakini hajakwambia vile, amekwambia ukifika shuka. Jamani, haleluya. Na matokeo yake ni nini? Utakapokubali kushuka pale, utafika katika safari yako unayoendea. Kwa maana nyingine, usipokubali kushuka au kufuata maelekezo uliyopewa, utapoteza mwelekeo wako. Vivyo hivyo, safari tulionayo yako maelekezo tunapewa. Bila kufuata maelekezo hayo, utapoteza mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Na maelekezo hayo unaweza kuyapata, pengine Mungu akakwambia. Wako watu wanamsikia Mungu anazungumza nao, anawapa maelekezo. Kwa mfano ukimwangalia Yona, alipewa tu maelekezo, nenda wapi? Ninawi. Si ndivyo? Nenda Ninawi. Wewe unachanganya yale maneno, kwa nini kichanganya pia utanisaidia? Alipewa tu maelekezo, unatakiwa uende kule ukahubiri. Maelekezo. Bwana alimwambia usipoenda utaliwa na nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yeye alimwambia nenda kule ukahubiri. Sasa yeye ilikuwa ni sharti lake au ni wajibu wake afuate yale maelekezo anayopewa. Sasa yeye baada ya kuona kwamba hii kazi mimi siwezi bwana kuifanya, akabadilisha mwelekeo. Tunaona matokeo ya maelekezo aliyopewa. Bwana Yesu asifiwe. Alipata kajaribu kwanza kuelekezwa kwamba mimi ninayekutuma ndiye ninayekutuma huko uende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapokuambia ili ufike mbinguni, ni lazima umkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hilo ni sharti tu la kwanza, au ni maelekezo ya namna ambavyo unatakiwa kufika mbinguni. Ni maelekezo. Kwa hiyo wajibu wako wewe kumkubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sasa naomba usishangae kuona kwamba nahubiri kama nahubiria mkutano wa nje. Jamani, haleluya. Kwa hiyo ili tufike kule tunapoelekea, ni lazima tuwe na Yesu ndani yetu, na yeye akiwa ndiyo njia yetu. Kwa maana kwamba huyo mtu anayetaka kufika kule anakofika lazima aijue njia. Na ili tuifikie safari yetu au tufika mwisho wa safari yetu, ni lazima tujue tunapitia wapi. Jamani, haleluya. Umuhimu wa maelekezo ni nini? Ni kwa nini tupewe maelekezo? Ni kwa nini wachungaji watupe maelekezo? Ni kwa nini kuwepo na utaratibu fulani ndani ya kanisa? Na ni kwa nini unatakiwa ufuatwe? Kitu cha kwanza, maelekezo huleta ukombozi. Maelekezo huleta ukombozi, au maelekezo huleta uponyaji. Maelekezo huleta ukombozi, au maelekezo huleta uponyaji. Kitu cha pili, maelekezo huleta msamaha wa maovu, wa dhambi na makosa. Maelekezo huleta msamaha. Na kitu kingine, maelekezo husababisha ghadhabu iliyopangwa juu yako iweze kuahirishwa. Maelekezo husababisha ghadhabu iliyokuwa imekusudiwa juu yako iweze kuahirishwa. Kwa mfano, Mungu anaweza kama amekusudia kabisa akuangamize. Unajua wakati mwingine tukao tunajifunza tukiwa na discussion kule shuleni kwamba hivi kuua ni dhambi. Hello. Kuua ni dhambi. Kuua ni dhambi. Ni dhambi kabisa, si ndivyo? Kwa mwanadamu. Sasa kuna mtu ameshamalizia huko. Jamani, Yesu asifiwe. Kuua ni dhambi. Lakini Yesu au Mungu akiamua sasa hivi kuua, anakuua. Alafu kwake sio dhambi. Si ndivyo watu wa Bwana? Jamani, haleluya. Ninachotaka kuzungumza ni kwamba Mungu anaweza kama kusudia kwamba wewe mtoto umenichosha, sasa hiyo ngoja nikuangamize. Lakini unapofuata maelekezo, Mungu anagaili ile ghadhabu iliyokuwa imekusudiwa juu yako kwa sababu tu umefuata maelekezo sawa sawa na anavyotaka.
Lakini kitu kingine cha nne, yako mambo mengi sana. Nimejaribu kuchukua machache ambayo yatatusaidia kufika mwisho wa somo hili kulingana na muda tutakao kuwa nao. Lakini kitu cha nne ni kwamba Mungu anasikia maombi. Hata kama Suleiman, nimesikia maombi yako, bali hawa watu sitawaponya. Haleluya. Anaendelea kusema hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa pale kuna neno basi. Ile neno basi linajaribu kuonyesha maamuzi ya Mungu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Tuko pamoja watumishi wa Bwana? Kama tuko pamoja, nyosha mkono namna hii. Amen, amen. Ya, wakati mwingine naenda taratibu tu hivi lakini natamani unielewe. Wakati mwingine mchungaji anaweza kusimama kuomba kwa ajili ya kanisa. Anapopewa maelekezo, kanisa tusipofuata maombi ya mchungaji, anamsaidia mchungaji peke yake. Ni kwa nini nasema haya? Nasoma kitabu hiki, tunaona Mungu anapompa maelekezo Suleiman kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia maombi yao na kuiponya nchi. Basi neno basi linajaribu kuonyesha kwamba Mungu alichokifanya, ukiendelea kusoma, alichokifanya, maombi yao sasa ile hayasikiwi. Masikio ya Mungu hayako kusikia maombi ya watu wa Israeli. Anajaribu kuonyesha kwamba saa ile hawaangalii na kuwatambua wao. Walikuwa naishije? Wanaishi ni kwa sababu Mungu ananyeshia mvua wenye haki na wasiokuwa na haki. Kwa sababu ile wanatembea tu kwa neema, ila sio kwa sababu ya neema ya wokovu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kwa hiyo unapofuata maelekezo, unapofuata kile Yesu anataka ukifanye, Mungu anaghairi maamuzi mabaya yaliyokuwa juu yako. Nafika mahali kama walikaa chini wakafuata maelekezo haya ya kwamba wameziacha njia zao mbaya. Kumbe inawezekana ukawa umeokoka lakini bado ziko njia ambazo unazifanya. Hawa watu walikuwa sio kama hawamjui Mungu, anamjua vizuri. Lakini ni kwa nini Mungu ambie acheni njia zenu mbaya? Inawezekana ukawa kanisani, inawezekana ukawa unahubiri vizuri, inawezekana ukawa ni mwimbaji mzuri, lakini ziko njia mbaya. Mungu hawezi kukusikia. Nikiwa nafuatilia ni kwa nini wakati mwingine Wakristo wengi tunaishi maisha ya kawaida. Wakristo wengi unaishi maisha ya kawaida. Nikawa nasema wakati mimi nafikiria kuokoka ilinipa shida sana. Kwamba ni kwa nini waliookoka maisha yao ni ya chini sana. Shida ni moja, kufuata maelekezo inakuwa ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Kwa hiyo Mungu anampa maelekezo haya. Sasa kwamba nenda waambie watu hawa wajinyenyekeshe. Tumejifunza kwa habari ya kupondeka moyo. Usiwe na hali ya kujinua na kujiona kwamba unaweza. Tukamwona shetani saa ile akajiona yeye ana uwezo sawa na Mungu. Na afahamu mbinguni kuko namna gani. Anazifahamu siri za mbingu zikoje. Inafika mahali anasema sasa ngoja Mungu nikampindue kwa sababu nakijua kila kitu. Tunatazama madhara ya kushindwa kufuata maelekezo. Jamani, haleluya. Tunatambua nini kilichompata shetani. Baada tu ya kuonyesha, na Mungu anajua nia zetu, unajua Mungu aisee, Mungu ni maajabu sana. Yaani vile tunawaza Mungu ameshakujua. Kwa hiyo kwa mwanadamu unaweza kumdanganya, lakini Mungu anajua nafsi yako ikoje. Unachokiwaza unawaza nini, Mungu anatambua. Sasa ile shetani anapotaka kujiinua, Mungu anasema sasa wewe kiti chako kuanzia leo mbinguni hakitaonekana kama.
na hautakuwa na msamaha kamwe. Hadi leo yuko kuzimu, amefungwa milele. Jamani, Yesu asifiwe. Kufuata maelekezo. Tunajaribu kuangalia kufuata maelekezo. Wakati mwingine unaweza kupewa maelekezo kaona kama wanakuonea. Lakini mtu anayekupa maelekezo ndani yake anaona vitu vitatu. Kwanza ana kusudi, lakini pili kuna sharti ili uweze kufikia kusudi, na tatu kuna madhara yatakayokupata. Ninaposema madhara yako yana mbili. Kuna madhara positive na madhara ambayo ni hasi. Yaani kuna madhara ambayo ni mema, si hivyo? Kuna madhara ambayo ni mema. Biblia inasema hivi, ninayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani. Kumbe kuna mawazo mengine ni mabaya lakini ni ya amani. Ndio maana pale kuna neno ya amani. Sio kama ninajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo sijui niweke namna gani, lakini neno ya amani lina maana kubwa. Kwa sababu mawazo yale unaweza kuona unaona ni mabaya sana, lakini ndani yake yamebeba amani yako. Imani, haleluya. Naomba tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 2, tutasoma kwa kuruka. Tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2, mstari ule wa 8. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2, mstari wa 8. kuanzia mstari wa 8. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akaweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Luka usome mstari wa 16 mpaka 19. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Amen. Naomba tuishie hapo. Tunaona Mungu ametengeneza bustani na miti yote ameiweka yeye na matunda yote ameweka yeye. Akasema ndani ya ile bustani ngoja nimweke mwanadamu. Ngoja nimfanye mtu halafu nimweke pale. Sasa anamweka kwa nini? Anamweka kwa nini? Wakati amekuwa na uwezo wa kutengeneza bustani, Biblia inasema akatengeneza mito ilipita huku na kule. Yaani kila kitu kilikuwa vizuri. Lakini ni kwa nini amweke mwanadamu ndani ya bustani ile? Anampa maelekezo. Anamwambia, nimekuweka ndani ya bustani hii sasa wewe. Baada ya kuweka humu kwenye bustani hii, ninachokitaka hii bustani ukailime na kuitunza. Halafu nimekupa uhuru wa kufanya mambo yote. Matunda ya mti ndani ya bustani hii waweza kula yote, isipokuwa matunda ya mti wa mema wa ujuzi na wa mema na mabaya. Kwa pale amejaribu kumpa maelekezo. Amempa kitu ambacho anatakiwa kifanye na kitu ambacho hatakiwi kifanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapowekwa mahali, maana yake ni nini? Kwamba unapowekwa mahali popote liko kusudi unatakiwa ulifanye. Halo. Unapokuwa kanisani, kuna kitu unatakiwa kifanye. Kuna kitu unatakiwa kufanya. Sasa unakifanyaje hicho kitu? Ni lazima upewe maelekezo ufanye nini. Afikiria Adam angewekwa ndani ya bustani tu, alafu asipopewa maelekezo, pengine kusudi la Mungu lisingetimia. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapokuokoa, Mungu anapokuweka mahali popote, Mungu anapokuweka kanisani, anataka ufanye kazi ya Mungu. Jamani, Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu kingine, Mwanzo sura ya 19. Soma sura ya 19. Mstari, sasa kuna mstari mingi, nitakupa homework, utakwenda kusoma. Nisomee Mwanzo, utaanzia mstari wa 12 hadi wa 26. Lakini naomba tu nisomee mstari wa 17 na wa 26. Mwanzo 19 mstari wa 17, Biblia inasema, ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame. Nitarudia, Mwanzo 19 mstari wa 17, ikawa walipomtoa nje, mmoja akasema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame
katika hilo bonde popote, ujiponye mlimani, usije ukapotea. Amen. Mstari wa 26. Mstari wa 26 Biblia inasema, lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tuko tunaangalia umuhimu wa maelekezo katika safari. Na tumekubaliana wote tuko safarini, tunaelekea mbinguni. Sasa tuangalie huu mfano. Tunaangalia huyu alikuwa ni Lutu na familia yake na mke wake. Ukisoma kuanzia hapa 12 utapata historia vizuri kwamba ule mji waliopokuwa naishi Mungu amekusudia auangamize. Sasa anapotaka kuangamiza anawatazama wako hawa watu wenye haki mbele za Mungu. Sasa Mungu anawasaidiana. Kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo andika katika chuo, uyapeleke kwa hayo makanisa saba. Ninachotaka kuzungumza ni kwamba tunapozungumza kwa habari ya kutubu, hatuwahubirii hivyo watu ambao hawajaokoka. Bwana asifiwe. Inawezekana uko kanisani lakini bado njia zako haziko sawa sawa. Ila uko kanisani, unachohitaji ni toba ili uendelee vizuri mbele za Bwana. Ni kwa nini mwambie Yohana kwamba haya uyaonayo leo andika, halafu nenda kwa makanisa saba? Hajasema nenda kwa mataifa saba. Amesema nenda kwa makanisa saba. Kwani makanisa si wameokoka na si wanahubiriwa kila siku? Ni kwa nini anaambia makanisa saba na apelekee ujumbe huu? Halafu usikilize ujumbe wenyewe. Naomba sura ya 2 mstari wa 2. Nitasoma katika jina la Yesu. Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 2. Biblia inasema, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na yakuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukaona kuwa waongo. Endelea hadi mstari wa 3. Mstari wa 3, tena ulikuwa na subira na uvumilivu kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Mstari wa 4, lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Mstari wa 5, basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Amen. Utasoma tena mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 1. Tumisha Mungu, haya ni maneno yanajieleza vizuri. Huu ni ujumbe ambao unaenda kwa makanisa. Ndio maana nikaanza kusema hivyo. Ni ujumbe unaokwenda kwa makanisa kabisa. Kwa Mungu anapotazama kanisa anaona kuna mahali aliende sawa sawa, kuna mahali hajaenda sawa sawa. Ndio maana Mungu anamwambia Yohana, hayo unayoona yaandike na nenda kawaambie makanisa. Leo Yohana anaweza sionekane, lakini sauti ya Mungu ikazungumza kupitia mtu yeyote. Na hata leo Mungu anaweza kuzungumza na wewe. Biblia inasema, kumbuka ni wapi ulipoanguka. Kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Maana yake ni kwamba huyu mtu tayari alikuwa safarini. Hakuna mtu anayeanguka akiwa amekaa. Labda pengine kiti kidondoshe chini, sielewi, lakini huyo mtu haanguki. Mtu ambaye tunamsema ameanguka na tunajua kuanguka ni kwamba huyo mtu anatembea, anapotembea anafika mahali anajikwaa, anadondoka chini. Kwa hiyo Yesu anapotazama anampa ujumbe. Anasema nenda kwa haya makanisa saba. Mwambie najua subira zao. Najua hawezi sasa kuchukuliana. Walikuwa na uwezo wa kuvumilia kwa ajili ya jina langu, lakini sasa imefika mahali hawawezi. Hebu nenda kawaambie neno moja hili, watubu. Unazijua njia zako. Unajua jinsi ulivyo. Unajua mambo ambayo ulikuwa ukihitaji. Wakati fulani ukiwa na hitaji unamwendea Bwana. Imefika mahali tumaini lako linapungua ndani yako. Naomba nisomee ile sura ya 3 mstari wa 1. Sura ya 3 mstari wa 1, Biblia inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba, na yajua matendo yako ya kuwa umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yaliyosalia. Naomba rudie hapa. Mstari wa 1, na kwa makanisa
Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukaimarisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako ya kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Mstari wa 3. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kwako kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Mstari wa 4. Naomba tuishie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kristo Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya, watumishi wa Bwana. Haleluya. Kama tuko pamoja, naomba unyoshe mkono namna hii. Naomba unyoshe tu mkono namna hii. Alafu sasa hiyo ukiwa unaendelea kutafakari vile ambavyo unamhitaji Mungu na vile ambavyo wokovu wako ukoje mbele za Mungu. Biblia inasema Yohana akapeleka ujumbe huu kwa makanisa hayo 7. Sasa Yohana anapopeleka ujumbe huu ni wa Mungu kabisa. Na inafika mahali sasa, kwa sababu Yohana wa leo ni mtu yeyote ambaye amepata neema na kibali cha kusimama madhabahuni au mahali popote na kukueleza neno la Mungu. Ndio maana siku ya leo tunapojaribu kusema haya maneno ya Mungu, yuko mtu mmoja anayejua wokovu wake ukoje. Biblia inasema kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Mungu anasema najua una jina la kuwa hai. Yaani anajua kabisa unalo jina la kuwa hai. Unalo jina la kuwa hai. Lakini yako mambo yanayoelekea kufa ndani yako. Yako mambo yanayoelekea kufa ndani yako. Na kama mambo yakielekea kufa, utaendelea kujiona Mkristo wa kawaida na utaona ni kawaida. Ndio maana anasema chukua hatua ya kuyaimarisha yale yaliyosalia. Ya kuyaimarisha yale yaliyosalia. Ni vigumu sana mtu kuelewa maisha yako ya wokovu. Lakini ni rahisi sana wewe kujielewa maisha yako ya wokovu yakoje. Ni rahisi sana mtu kujiandaa na safari yake kuliko mtu mwingine kuandaa safari ya mtu. Tumesema tuko safarini wapendwa. Wako watu wanaobeba mizigo mizito. Lakini Biblia inasema mzigo wa Mungu ni mwepesi. Ndio maana nasema jitieni nira yangu, kwa maana ni nyepesi mno. Unapojikuta na mambo mengi ya kukuchosha, ya kupasa kuyaacha na kubeba mzigo wa Yesu aliye hai. Na kubeba mzigo wa Yesu Kristo aliye hai. Unaweza kujichosha sana na mambo ya duniani sana, yakakuchosha, yakaelekea kuharibu kiroho chako. Huyo mtu anapotazama, Biblia inasema anamtazama, anamuona ni mtu ambaye anakoelekea anaelekea kufa. Anapoelekea anaelekea kufa. Pamoja na kwa mbinguni natambulika, Mungu anaposema ninajua ya kuwa una jina la kuwa hai, mara nyingine ndani ya kitabu cha mbinguni wewe unafahamika kabisa. Una haki mbele za Mungu, lakini njia yako unayoendea mpendwa hautafika. Ndivyo Mungu anavyojaribu kumwambia huyu mtu. Ndivyo Mungu anavyojaribu kuiambia hii kanisa. Na mimi nataka kukwambia baba au mama uliyeko mahali hapa, kijana mwenzangu, njia ambazo unaziendea unazijua. Hata kama tunakujua umeokoka, lakini wewe ni shahidi wa maisha yako na safari yako. Pale ulipo unaweza kusimama. Praise and worship tutakuwa tunatuibishia wimbo. Ninachotaka tuziimarishe njia zetu. Tuziimarishe njia zetu na ujaribu kutazama. Anasema kumbuka jinsi ambavyo ulipokea. Unajua vile ambavyo ulipokea wokovu siku ya kwanza. Ulikuwa na kiu, ulikuwa na hofu sana mbele za Mungu. Lakini umefika mahali ukazoea wokovu. Ukaona wokovu ni kitu cha kawaida. Ukaona kuomba ni kitu cha kawaida. Ukaona kutii ni kitu tu cha kawaida. Ukaona watumishi ni kitu tu cha kawaida. Mungu anapokutazama anaona kuna kitu kinaelekea kufa. Ukisoma mahali pengine anasema najua shida zenu, najua mahitaji yenu, lakini neno moja tu ninalotaka leo, utubu. Ndio maana ukijaribu kuangalia Suleiman anapopewa maelekezo ya kusamea wale watu, anawaambia watakapoziacha njia zao mbaya. Inawezekana kuna kitu fulani
gani umekuwa ukihitaji mbele za Bwana. Mungu anatamani akufanyie, lakini anapotazama njia zako mama, anapotazama njia zako baba, anapotazama njia zako kijana, haziko sawa sawa. Mungu anachojaribu kuambia siku ya leo, utubu na kuziacha njia zako mbaya. Wakati huu natamani endelea kuchunguza maisha yako. Ni rahisi sana kuambia watu wengine habari ya kuacha dhambi. Sio rahisi sana kujiambia kuacha dhambi. Lakini Mungu ana uwezo wa kukwambia bila kuangalia umeokoka au hujaokoka. Ndio maana siku ya leo tunajaribu kukumbusha kwa habari ya safari. Tafakari mwenendo wako. Tafakari vile ambavyo uko mbele za Mungu. Ukoje mbele za Mungu? Ukoje mbele za Bwana? Ukoje mbele za Mungu? Unapopewa maelekezo na Mungu. Kuna watu wengine Mungu anawaambia unatakiwa ufanye kitu fulani kwa ajili ya kanisa, lakini bado haufuati maelekezo. Mungu anapokutazama huduma yako pengine anaihurumia, kwa sababu unapoipeleka inaelekea kufa. Naomba yatazame matendo yako. Tazama mwanzo jinsi ulivyokuwa. Tazama huduma yako jinsi ilivyokuwa mwanzo. Tazama utiifu wako uliokuwa nao mwanzo. Ulipokuwa ukipewa kitu ukifanye, ule unyenyekevu uliokuwa nao, ule ushapu uliokuwa nao, ule utayari uliokuwa nao, na ujitathmini leo. Unapopewa maelekezo unafanyaje kwa habari ya Mungu? Praise, naomba tuende kwa jina la Mungu. Na saa hiyo unapoendelea kutafakari, wale ambao watakuwa wanahitaji sasa kutengeneza yale mambo yaliyosalia ndani yako. Unasikia ndani yako kuna kitu ulikuwa unakifanya lakini sasa hauwezi kufanya. Nitakuomba utakuwa unasogea mbele kwa haraka sana. Nitakuomba uchukue hatua ya kuja mbele. Kama unajisikia kuna kitu ambacho ulitamani kufanya na mwanzo ulikuwa umeshaanza kufanya lakini sasa bado hauwezi kuendelea kufanya, unaweza kusogea mbele. Naomba takuja haraka sana. Najua unafahamu umuhimu wa kuokoka. Takuja haraka sana. Endelea kutafakari njia zako. Kumbuka tuko safarini. Kumbuka tuna safari ya kwenda mbinguni. Kumbuka iko safari. Bado tutafika sasa. Yesu asifiwe. Safari yetu ni fupi sana lakini bado ni ndefu sana. Kwa sababu hatujui saa wala siku. Inawezekana wakati wewe unafanya uzembe na utani kwa habari ya kazi ya Mungu ndio siku Yesu anakuja. Mungu ataangalia matendo ya nyuma uliyoyafanya ni makubwa kiasi gani. Sasa ile atakapokukuta anafanya nini ndicho kitu kitachopa neema na wewe kwenda mbinguni. Tunasema yako makao ambayo tumeandaliwa. Yafaa nini ukafanya mazuri sana duniani na ukakosa kule ambako tunaandaliwa. Naomba watu ambao tuko huko nyuma utakuwa ukiendelea kumsihi Bwana akusaidie. Utakuwa ukiendelea kumsihi Bwana akusaidie. Kama kuna mambo unaona udhaifu unao, endelea kumsihi Mungu akusaidie. Endelea kumsihi Mungu akusaidie. Ikiwezekana nyosha mikono sana kabisa mbele za Bwana. Watu tulioko mahali hapa mbele, naomba jiachilie mbele za Mungu na kusudia kabisa ya kwamba Mungu anaenda kuinua tena, ya kwamba Mungu anaenda kuziimarisha njia zako, ya kwamba Mungu atakwenda kukutumia sana mapenzi yake mwenyewe. Mchungaji, nitaomba utatuongoza sala ya toba kwa ajili ya watu hao, kwa ajili ya kwenda kuimarisha maisha yao ya wokovu, na baadaye tutaendelea kuomba kwa ajili. Nyosha mikono dalili ya kusalenda kwa Bwana. Nyosha mikono yako yote juu. Nyosha mikono. Nyosha mikono. Tunasema maneno haya.
Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Sisi ni wenye dhambi, tunatubia uovu tunaofahamu na tusiofahamu. Katika jina lako Yesu, tunaomba utusamehe, uturehemu kama ilivyokuwa mashariki na magharibi. Uzitupe dhambi zetu kama usizikumbuke tena. Tunajikabidhi mikononi mwako, tunahitaji msaada wako. Yesu tusaidie. Watu walioko nyuma, naomba si Bwana fanya maombi ya toba kwa ajili ya maisha yako mwenyewe, kwa ajili ya familia yako. Naomba Freddy pamoja na Edson Morris pamoja na katibu utakuja kuomba kumtoke pamoja na watu hao. Edson pale ulipo, naomba tuombe na watu hao. Wachungaji, naomba tuombe na watu hao. Naomba huko nyuma uliko usikae kimya. Hebu mshii Mungu. Mshii Mungu ili kwamba aweze kutengeneza njia zako. Mshii Mungu kwa ajili ya huduma yako. Mshii Mungu kwa ajili ya maisha yako. Fikiria kama leo Yesu angekuja. Fikiria kama sasa hivi ndio Yesu anakuja na kuja katika mazingira gani. Fikiria kama sasa hivi ndio Yesu anakuja kulichukua kanisa lake. Umefanya mambo mangapi kwa ajili ya Mungu? Tuendelee kuomba kwa ajili ya watu. Mungu ni hai. Baba uliyeziumba mbingu na nchi. Uliyemtawala nao wa thamani. Uliyemtawala nao pekee. Ukamwacha hapo kwa ajili yetu. Damu yako inanena leo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo ya Bwana. Ninauza damu ya Yesu. Ninauza damu ya Yesu Kristo ya hai. Ninauza damu ya Yesu. Damu ambayo hata leo bado ni mbichi. Damu ambayo hata leo bado inaposha. Damu ambayo hata leo bado inatumika katika. Damu imetoka mtu yeyote aliyekata tamaa. Anapokea nguvu tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninauza damu ya Yesu. Ninauza damu ya Yesu. Ninauza damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu akumbuke watu hawa. Mungu akumbuke watu hawa. Mungu akumbuke watu hawa. Wamejutia makosa ambayo wamefanya mbele zako. Wamejutia mabaya ambayo wamefanya mbele zako. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Bwana kutana na maisha yao. Yesu kutana na maisha yao. Yesu kutana nao. Yesu kutana nao. Yesu kutana nao. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo hai. Na Mungu ninaendelea kuonekana juu yao. Wasibaki katika lengo walilofanya. Bali Mungu ainue. Bali Bwana wapiga hatua nyingine tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo ya Bwana. Nakusifu kwa kumbuka. Na malaika wako wapate mbele. Ulinzi wako kwa juu yao. Wasirudi nyuma tena. Kwa jina la Yesu Kristo ya hai. Utulie pale ulipo. Naomba utulie pale ulipo. Watu ambao mko hapo mbele naomba msiondoke. Mchungaji utakutana nao kwa ajili ya kuwasaidia zaidi. Na uongozi wa kanisa mtajua namna kufanya. Nachotaka tukifanya wakati naendelea na kumalizia katika kipindi ambacho tulikuwa nacho. Niseme mpendwa, bado tuko safarini. Bado tuko safarini. Na katika safari hii haina mtu mjanja sana isipokuwa kwa yule mtu ambaye ni mnyenyekevu na mwenye roho ya kupondeka mbele za Mungu. Huyo ndiye Mungu anayemtazama na kumsaidia. Saa nyingine utakutana na vikwazo vingi havitazuilika, lakini Mungu atakuwa pamoja na wewe kama utakuwa umepondeka na kunyenyekea na kutii na kufanya vile ambavyo Mungu anataka. Fumba macho pale ulipo. Mungu ni hai, Mungu mwenye nguvu, Baba uliyeziumba mbingu na nchi. Asante kwa neema yako. Asante kwa sababu ya maneno yako ya uzima. Asante kwa sababu unatuwazia leo mawazo ya mema Bwana. Tumesikia Mungu ukitufundisha Bwana wa majeshi. Wakati mwingine tunaweza tusielewe sana. Wakati mwingine tunaweza tukaona ni kawaida. Lakini Bwana tujui sana siku utakayokuja kulichukua kanisa lako. Tunatamani kuendelea kukaa chini ya uwepo wako. Tunatamani kuendelea kukaa vile ambavyo Bwana unataka tukae. Tunatamani kuwa na roho ya utiifu ndani yetu Bwana. Wakati mwingine shetani anajaribu kuziwinda roho zetu. Maana anajua yeye hana msamaha. Anachokitafuta ni watu wa kwenda nao jehanamu. Lakini Bwana tupe neema hii Mungu. Tupe neema
Jehova, ya kujua kutii na kufanya vile ambavyo nataka. Wakati mwingine ulimwengu unabadilika, lakini Bwana, ninachokijua dunia ni ile ile ambayo uliumba Bwana, na ukatuweka duniani hapa, ukajua tutaweza kushinda majaribu yote yanayotukuta. Bwana, tusaidie tujue maelekezo yanayotupa. Wakati mwingine tunashindwa kusikia sauti yako, tukafanya mambo ambayo tunajua wenyewe, kumbe kuna kitu unataka tukifanye. Bwana, naomba tufungue masikio ya rohoni. Naomba tupe neema ya kujua vile ambavyo nataka tufanye. Naomba Mungu tupe neema ya kujua vile ambavyo Yesu unataka tuishi katika maisha ya wokovu haya. Utukufu na heshima na adhama vyote tunarudisha kwako, kwa sababu neno lako litaendelea kuishi ndani yetu. Katika jina la Yesu aliye hai. Watu wote tuseme amen. Amen. Mungu wetu wa mbinguni awabariki. Mchungaji